Je, tunawaabudu mababu wa wenzetu? Watu ambao wanafuata zile mila za mababu wao, kuna zile tabia za kwenda kutembelea makaburi yao au machimbuko yao. Ona, kwa upande wa Wakristo wao wanaenda Israeli, kwa upande wa Uislamu wao wanaenda Maka. Si ni yale yale? Je, kwa Wakristo tunawekea wao wanafika kwenye kaburi la Yesu Kristo. Waislamu je, hawafiki kwenye kaburi la Mtume Muhammad, na wakifika pale wanafanya nini? Je, kule hakuna chimbuko hilo la kimizimu la hao watu wa Arabu? Hizi dini imekuja kutupokonya mila zetu, ni kwenye hoja ya makaburi hapa. Ni haramu hata kwenda kumuomba Mtume Muhammad. Kuna dua Muislamu anaweza akafanya bila kumtaja Mtume Muhammad? Hakuna dua ambayo anaweza kuifanya bila kumtaja Mtume Muhammad. Na tutaka kufanisha maneno haya, nayaomba haya kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Je, Waislamu mnapoomba hiyo dua, mnapomtaja Mtume, hamtaji katika minajili hiyo? Kwanza hilo jambo katika Uislamu laitwa tawassul. Kama tutakuwa tunatumia labda kama hivyo tunamtumia Yesu Kristo au tunamtumia Yakobo au Esau au tunamtumia Mtume Muhammad, je, si tunarudia yale yale ya kuomba kwa jina la mababu wa wenzetu? Sisi wetu tunawasahau? Haikuja hiyo lugha Mungu wa Muhammad, Mungu wa... Kwa hivyo hili la kusema Mungu wa fulani, Mungu wa fulani kidogo lina kaukoo, na hilo ndilo pia linalopelekea jamii fulani ionekane bora kuliko jamii nyingine. Na nasikia hata Wakristo, na hiyo ni moja ya biggest mistakes wanaifanya, kwamba Mungu wa Israeli. Sasa sisi tunasema hakuna taifa la Mungu, kila taifa ni la Mungu. Mwenyezi Mungu akiwateua kwa sababu ya utaifa wao na kabila yao, huyo Mungu hafai. Sisi hatuwezi kusema Mungu wa Saudia. Ni upumbavu mkubwa kabisa huko. Akisha kuwa ni Mungu wa Saudia, huyo atakuwa ni Mungu wa ukoo wa Arabu wa pale Saudia. Unamwabudu Mungu wa Tanzania? Ndio, mimi namwabudu Mungu wa Tanzania ndio. Wala hatuwezi kusema kwamba Mungu wa Makureish. Na hilo likitokea kwenye Qur'ani lingekuwa hivyo kwamba Mungu huyu tunamwabudu sisi ni Mungu wa Makureish, mimi singekuwa Muislamu. Tumalize na hili hapa. Sasa kwa sababu huko tulikuwa hatujaenda sana. Nafikiria je, sasa sisi Wakristo nafikiri ndio tumezoea hivyo. Huwa tunasema Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Esau. Alafu kuna hii ya kwenda kuhiji. Unakuta watu wanatembelea kaburi la Yesu, wanaenda kwa wanatazama au wanahiji, vyovyote wanavyofanya wao, wanaenda mpaka mlima Sayuni. Tunakuja kuangalia kwa Waislamu, wao huwa wanaenda Maka, wanaenda wanahiji. Sijajua kama nyinyi huwa katika mnavyomtaja Mungu labda mnataja kwamba ni Mungu wa mtume au Mungu wa mtu mwingine, labda sina uhakika kuhusiana na hilo. Je, sisi tunawaabudu mababu wa wenzetu? Yaani kuna heshima fulani tunawapa mababu wa wenzetu tofauti na mababu zetu sisi? Kwa nani kabisa sisi tunataja kabisa Mungu wa Yakobo, Mungu wa Esau, tunajua hao ni mababu wa wenzetu. Mababu wa wenzetu, lakini walikuwa na miungu yao. Je, sisi mababu zetu hawana miungu? Kwa mfano, Kimweli anaweza akasema Mungu wa babu yake. Kuna Muislamu mmoja nilikuwa naongea naye nikasema, "Je, wewe unaweza kumkubali Mungu wa babu yako?" Akasema, "Hapana, mimi simkubali Mungu wa babu yangu, namkubali yule Allah aliyefunuliwa na Mtume Muhammad." Tuanzie kwanza hilo, alafu tutakuja je, Yesu ni story ya kufikirika au story ya kweli? Kwanza sisi tuna sura moja inasomwa mara 17 kwa siku. Sura moja. Suratul Fatiha inasomwa mara 17 kwa siku karibia. Suratul Fatiha inasomwa mara 2 alfajiri, mara 4 ya dhuhuri, mara 3 magharibi, mara 4 alasiri, mara 3 magharibi na mara 4 al-isha. Hii sura mwanzo wake wa aya za mwanzo alhamdulillahi rabbil alamin. Sifa hata wewe nadhani umehifadhi, maana naona umemalizia. Sasa tafsiri, sifa njema zinamstahiki Allah, Mola wa ulimwengu zote, au Mola wa walimwengu wote. Kwa hivyo sisi tunamtambua Allah ni Mola wa walimwengu wote. Umeelewa? Ndio. Sasa ikiwa huyu ni Mola wa walimwengu wote, ni Mola wangu na ni Mola wa baba yangu. Sawa. Ikiwa ni Mola wa ulimwengu wote kwa namna hiyo, sasa ni Mola wangu na ni Mola wa baba yangu. Kwenye Qur'ani haikuja hiyo lugha Mungu wa Muhammad, Mungu wa nani. Imekuja kwa kila mtu kwamba ni Mungu wake. Kwa kila mtu kuwa ni Mungu wake. Waabudu rabbak, na muabudu Mola wako mpaka ikujie yakini. Hii kauli rabbaka inakuja kwa Mtume Muhammad na kuja kwetu sisi wote. Kwa hivyo hili la kusema Mungu wa fulani, Mungu wa fulani kidogo lina kaukoo, na hilo ndilo linalopelekea watu wengi wana doubts.
Umeelewa? Na hilo ndilo pia linalopelekea jamii fulani ionekane bora kuliko jamii nyingine. Na nasikia hata Wakristo, na hiyo ni moja ya biggest mistakes wanaifanya, kwamba Mungu wa Israeli ndio hata huwa tunasema atakaye ilani Israeli na atalani, atakaye hata unavyonaga hivi siku hizi hivi, manake hivi inazungumzia leo, ukiona Mwisraeli anapigana na Palestina, ukiona kabisa mtu anaongea, labda Mkristo anaongea, anaweza kuambia kabisa Palestina wanachokosea ni kugusa ile taifa la Mungu. Sasa sisi tunasema hakuna taifa la Mungu, kila taifa ni la Mungu. Sio taifa moja la Mungu, kila taifa la Mungu. Umeelewa? Hakuna Mungu wa mtu, kila mtu ni wa Mungu. Umeelewa? Lakini hakuna Mungu wa mtu, kila mtu ni wa Mungu. Maana yake Mwenyezi Mungu ndio kaumba vyote na Mwenyezi Mungu ndio kaweka yote. Sisi hatuwezi kusema Mungu wa Saudia. Ni upumbavu mkubwa kabisa huo. Akisha kuwa ni Mungu wa Saudia, huyo atakuwa ni Mungu wa ukoo wa Arabu wa pale Saudia. Sisi tunasema Mungu wa Saudia ni Mungu wa Tanzania. Unamwabudu Mungu wa Tanzania? Ndio. Mimi namwabudu Mungu wa Tanzania, ndio. Sasa uliza ni nani? Ndio huyo anaabudu Saudia. Tunakuja kwenye hili swala la kidogo bado. Ikiwa utasema Mungu ameteua watu fulani, watu wake, Mwenyezi Mungu akiwateua kwa sababu ya utaifa wao na kabila yao, huyo Mungu hafai. Mungu anayechagua taifa, watu kwa sababu ya utaifa na kabila, huyo Mungu hafai kuabudiwa. Mungu aweza kuchagua watu kwa sababu ya utiifu wao kwa Mungu huyo. Ikiwa Mungu wamemtii vizuri, Mungu anaweza kuwapa daraja. Kwa sababu sisi hatupimi ukaribu wa mtu kwa Mungu kwa sababu ya kabila yake, kwa sababu ya rangi yake au taifa alikotokea. Tunapima ukaribu wa mtu kwa Mungu kwa sababu ya utiifu wake kwa Mungu. Kwa hivyo akiwa ni Mdengeleko, Msambaa au Mnyakyusa kule Mbeya, akimtii Mungu huyu aliyemtuma Muhammad vizuri, ana daraja kubwa kuliko Mwarabu aliyezaliwa ukoo mmoja na Mtume Muhammad. Wala hatuwezi kusema kwamba Mungu wa Makureishi. Na hilo likitokea kwenye Qur'ani lingekuwa hivyo kwamba Mungu huyu tunamwabudu sisi ni Mungu wa Makureishi, mimi singekuwa Muislamu. Lakini kumbuka sisi, kwa mfano kwa sisi wa Kristo, tunapoanza kuanzia mwanzo kabisa tunasema taifa la Israeli lilipelekwa Misri, lilikuwa kiburi, walifanya hivi mpaka tunakuja kusema Ukristo unakamilika. Lakini msingi wake mkubwa ni lile taifa la Israeli. Na ndio maana huwa tunasemaje, hata sisi tunakuwa wa Israeli kwa kumfuata Yesu Kristo. Yaani kwamba mtu mwingine ambaye hamfuati Yesu Kristo, huyo ni mtu wa mataifa. Halafu yule ambaye tayari anamfuata Yesu Kristo, huyo ni yupo ndani ya taifa teule la Mungu. Ndio matatizo makubwa hayo ambayo watu wengi yanawasumbua. Kwa ukweli Wakristo labda wangesema hivi, unaona, sisi tuna muamini Mungu wa Israeli kwa sababu wa Israeli wanafanya mema. Labda, unaona, kwa sababu mimi ninachokisema hapa ni kwamba mwanadamu anapandishwa daraja na Mungu kwa sababu ya ukaribu wake na Mungu. Sio kwa sababu ya kabila yake, sio kwa sababu ya ukoo wake, sio kwa sababu ya taifa lake au kwa rangi yake. Hapana. Ukisema Waisraeli wamefanya mema, Mungu amewateua wakawa watu wazuri, hilo ni kweli. Mungu anaweza kuwateua wakawa watu wazuri ikiwa wako karibu na Mungu, na Mungu anaweza kuwafanya watu waovu ikiwa ni watu wanafanya maovu. Sasa hawa wanaojaribu kutafsiri tu Mungu wa Israeli, wajaribu kuyafikiri na haya maandiko yafuatayo. Sasa watupatie maana ya haya maandiko. Kitabu cha Mathayo sura 21 mstari wa 41, 42, 43, 44. Yesu anasema jiwe lilokataa waashi, hilo limekuwa jiwe kula pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, je, ni ajabu machoni penu? Kwa maana hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake kwa wakati wake. Kwa mujibu wa andiko hili, Yesu anasema Israeli, ufalme wa Mungu unaondolewa. Sasa ukiondoka ufalme wa Mungu kwenye taifa, unabaki ufalme wa nani? Unabaki ufalme wa Shetani. Jambo la kwanza. Andiko lingine, Yesu amelalamikia Yerusalemu, uwaue manabii. Mara ngapi nimekukusanya kama kuku anavyokusanya vifaranga wake, lakini umekataa. Tazama, taifa lako limeachwa kuwa ukiwa mpaka utakaposema amebarikiwa yeye ajaye kwa jina nani? La Bwana, kama sikosei.
Kwa maana kwamba kwa mujibu wa hili andiko Yesu anaeleza kuhusu Yerusalemu kuwa wao wamewekwa mbali na Mungu pale walipofanya makosa. Kitabu cha Yohana sura 5 mstari wa 40 mpaka 45 unaelezea wakati Wayahudi wakijinasibu sisi ni wana wa Ibrahimu, Yesu anasema bali ninyi ni wana wa Ibilisi na tamaa za baba yenu Ibilisi ndizo mpendazo kuzitenda, maana yeye alikuwa muuaji tangu zamani wala hajawahi kusimama katika haki. Yesu anawakemea Waisraeli kuwa ni wauaji zama hizo. Sasa ikiwa kumbe mtu hata akifanya mauaji maadamu ni mtu wa Mungu hana shida, kwa nini Yesu awakemee? Haya ni maandiko yanayosoma Wakristo kwenye Biblia. Sasa hao wanaohubiri makanisani kwa nini hawafafanui maandiko vizuri? Ikiwa mtu anafanya mauaji, Yesu anasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, sio wana wa Ibrahimu, baba yenu ni Ibilisi. Yeye ni muongo tangu zamani wala hajawahi kusimama kwenye kweli, alikuwa muuaji, kuwa muongo. Hizo tabia Waisraeli wameziacha. Kwa hivyo sisi tunaamini kwamba ukaribu wa taifa au jamii fulani na Mungu haitokani na ukoo wao, haitokani na rangi yao, haitokani na taifa ya location ya jiografia walipo, inatokana na utiifu wao. Haiwezekani watu wafanye maovu alafu Mungu aendelee kusema hawa ni watu wangu tu hawa. Haiwezekani. Mbona sasa watu nasikia Waislamu anakuambia mimi ni kuna jina wanajitajaga hapa kwamba hapana, yani wanajitaja kwamba wanatokana na ni kama mtu anayetokana na ukoo wa Mtume. Wanakuambia wao wakiomba dua moja kwa moja inasikika na Mungu kwa sababu wao ni ukoo wa Mtume. Sijui kuna jina fulani wanalitumia hapa. Kuomba dua shehe kukubaliwa hakutokani na wewe utokana na ukoo wa Mtume. Umeelewa? Lakini usharifu, si ndio? Sharifu, yes. Ndio unakusudia, si ndio? Kuomba dua kuna kuja kutokana na wewe na ukaribu wako wa Mungu. Lakini pia dua inaweza kukubaliwa hata ya muovu. Hilo sasa ulielewe kwenye Qur'ani. Dua ya kubaliwa ya mtu mwema na hata ya muovu. Na wakati mwingine mtu anaweza akaomba asipate na hata muovu asipate. Akiwa atakosea. Mtu anakuambia mimi ni sharifu, kwa hiyo mimi nikiomba dua yote, hata nikiomba ukiniuzi, nikiomba ufe unakufa. Hapana. Ukaribu na Mungu hauji kwa sababu ya cheo wala kabila. Yaani wewe kutokea katika kizazi cha Mtume hakukufanyi wewe uwe karibu na Mungu. Haiwe hivyo. Ukaribu na Mungu unakufanya kwa matendo yako mema. Kwa hivyo kama mtu atasema yeye yuko karibu na Mungu ati kwa sababu yeye amezaliwa kwenye ukoo wa Mtume, hilo jambo haliko hivyo katika Uislamu. Qur'an anasema ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakari wa untha waja'alnakum shu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum. Mwenyezi Mungu anasema mtu aliye na heshima mbele za watu, mwenye daraja mbele za watu, mbele za Mungu siku ya kiyama ni yule aliyekuwa mcha Mungu, aliyekuwa karibu na Mungu. Aya hii tena imeeleza vizuri, inna khalaqnakum min dhakari wa untha, tumekuumbeni kwa baba mmoja na mama mmoja. Yani maana yake watu wote ni sawa kwa asili. Hakuna mzungu, Mwafrika, mtoto wa nabii, wasiyekuwa nabii, hawa wote level yao ni moja. Hilo nilikuwa nauliza hayo wakati tunaendelea, kwa sababu nazungumzia kwamba je, tunawaabudu mababu wa wenzetu? Sasa nataka tuendelee hapo hapo. Watu ambao wanafuata zile mila za mizimu tuseme za mababu, wao kuna zile tabia za kwenda kutembelea makaburi yao au machimbuko yao. Wanakuambia ni kama wanasibaga kusalimia, wengine kutambika, wengine ni kama hiyo kuhiji. Tunaona kwa upande wa Wakristo wao wanaenda Israeli, kwa upande wa Uislamu wao wanaenda Maka. Si ni yale yale? Je, hata kama sina uhakika kuhusiana na hili, kwa Wakristo nina uhakika huwa wanafika kwenye kaburi la Yesu Kristo ambapo anasema alizikwa. Waislamu je, hawafiki kwenye kaburi la Mtume Muhammad, na wakifika pale wanafanya nini? Je, kule hakuna chimbuko hilo la kimizimu la hao watu wa Arabu? Na hili ndilo ambalo watu wengi wanaozungumzia kuhusu kuwa Mwafrika na kuhusu masuala ya dini kuleta ukoloni. Mmoja kati ya vipengele wanavitumia katika kujaribu kuonyesha kwamba hizi dini zimekuja kutupokonya utu wetu na mila zetu ni kwenye hoja ya makaburi hapa. Kwa mujibu wa Uislamu, kwanza hakujakatazwa mtu yoyote kwenda kwenye kaburi la baba yake au babu yake. Hakuna kitu kama hicho. Bali pia imehimizwa sana. Imehimizwa sana kuyaheshimu makaburi ya watu waliotangulia. Na sisi Waislamu tunakatazwa hata kukalia kaburi.
kulikalia lile kaburi, tukatazwa, ni kosa, bila kujali ni la Mwakisapile au la Muhammadi. Umeelewa? Bila kujali huyo aliyezikwa humo ndani atakuwa ni Mwarabu au ni Mswahili. Heshima ya kaburi iko pale pale bila kujali ni nani aliyezikwa humo ndani. Sisi tunaheshimu makaburi, hatuyakalii wala hatutaki kuyakanyaga pale juu. Umeelewa? Lakini aidha kuhusu kwenda kuomba, ni haramu hata kwenda kumuomba Mtume Muhammad. Sio babu zetu tu, hata yule Mtume Muhammad ukifika pale ukasema Mtume Muhammad nijalie, hiyo ni haramu. Kwa sababu katika Uislamu haombwi Mtume Muhammad. Na kwa vile haombwi Mtume Muhammad, ni haramu kwenda kuomba kaburi lake. Kuna dua Muislamu anaweza kufanya bila kumtaja Mtume Muhammad? Hakuna dua ambayo anaweza kuifanya bila kumtaja Mtume Muhammad, kwa sababu ni moja kati ya misingi ya dua. Lakini unaweza ukaomba bila kutaja jina lake, lakini unaweza ukaomba na ukataja jina lake. Hapo si ndio tunapata hiyo connection, kama watu wanavyosemaga wanaenda kuomba wanawataja babu zao, sijui wa nini tujalie, wewe wa nini tujalie. Tukija kwa hao Wakristo wanasema Mungu wa Yakobo, Mungu wa Yosefu. Tukija kwa Waislamu tunakuta labda kuna Mtume Muhammad anatajwa ndani ya dua. Au sio sawa? Katika hili la kuomba, yani kutaja jina la Mtume Muhammad, anatajwa yule kwa sababu ya utume wake, sio kwa sababu ya thamani ya Uarabu wake. Ni cheo chake kwa Mungu cha kiutume, cha kiutumishi, ambacho hata angelikuwa nabii ni Mswahili ingebidi jina lake litumike. Umeelewa? Lakini ingebidi jina lake lifanyaje? Litumike. Na kutaja jina lake katika Uislamu si kumuomba yeye. Kwa sababu katika sehemu nyingi za kutajwa mtume ni katika swalatu ala nabi. Na swalatu ala nabi haikusudii kumuomba mtume, na kusudia kumuombea. Umeelewa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, na Mungu shusha rehema juu ya Mtume Muhammad. Sasa hili la kusema shusha rehema si kumuomba, ni kumuombea. Na iko aya, inna Allah huwa alladhi yusalli alaykum, Mwenyezi Mungu ndiye anayekuletea ninyi rehema. Kwa msingi huo sasa ni sawa sana kusema kuhusu kuombea, hata babu zetu tutaruhusiwa kuombea. Hilo ni jambo lililoamrishwa na Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi ya mtume asema akifa mtu hukatika mambo yake ila matatu tu: sadaka yenye kuendelea, elimu alifundisha yenye manufaa, au mtoto atakayemuombea baba yake, au waladi salih yad'u lahu, au mtoto mwema atakayeombea wazazi wake. Mimi baba yangu aitwa Mzee Jafari. Sasa nikisema Mwenyezi Mungu msamehe, mrehemu baba yangu, hilo sifanyi kosa katika Uislamu, bali napata thawabu. Kwa hivyo kosa ni kumuomba, si kumuombea. Sasa dua ikiombwa na Muislamu kumtaja Mtume Muhammad ni haki yake, lakini si kumtaja kumuomba, kumwabudu, kumuombea. Ngoja nikutajie maneno haya. Ngoja kidogo hapa nikuongezee. Sisi tunafanya swala 5. Sawa? Katika swala kuna kipengele ambacho ni lazima ndani yake umtaje Mtume Muhammad kama swala ya mtume. Sawa Lakini hapo kuna kipengele ambacho unaweza kuwaombea wazazi wako wewe. Umeelewa? Bila kujali aitwa nani. Mimi hapa naweza kusema Mwenyezi Mungu basi mjalie mzee wangu, nikataja kwa jina hata la kiukoo Mzee Mbega. Ngaje mule ndani hakujawekwa majina, ila unasema wazazi wangu, bila kujali ni Mswahili sio Mswahili, maadamu tu kwa mujibu wa Uislamu tu asiwe, yani akiwa ni mshirikina hairuhusiwi. Na hapo sasa haijalishi maana nikisema akiwa mshirikina maana yake sio Muislamu. Hapo haijalishi sasa. Hata Mwarabu akimwombea baba yake mshirikina ni kosa. Nazungumzia yule ambaye ameshakufa. Yeye alikuwa hakuwa Muislamu. Ameshakufa na ni baba yako. Wewe baadaye umekuja kuslimu. Maana yake yule huwezi kumwombea. Huwezi kumwombea, na sio mimi tu, Mswahili, hata Mwarabu. Maana ukisema kwa Mswahili atasema kwa sababu ya utumwa. Hata Mwarabu akimwombea ni kosa. Yaani sio mimi tu kwamba Mswahili nazuiwa hivyo. Hata Mwarabu akimwombea baba yake au babu yake ambaye hakuwahi kuwa Muislamu, anamwombea apate pepo, anafanya kosa. Nilichokuwa nazungumzia ni hivi, na tutaka tufanishe maneno haya kwamba katika kuomba kwangu mimi nikifika na nikikaribia mwisho nasema hivi, naomba haya kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.
Yaani kwamba nimetaja kwamba ndio namuomba Mwenyezi Mungu, lakini ile ipitie kwa jina la. Je, Waislamu mnapoomba hiyo dua, mnapomtaja mtume, hamtaji katika minajili hiyo ambayo nimeongea mimi? Kwamba mimi nimeomba yangu, Mungu nibariki, nibarikie afya, nibarikie, naomba haya kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Je, Waislamu mnavoomba hamuombi kwa jina hilo la Mtume Muhammad? Aha. Kwanza hilo jambo katika Uislamu laitwa tawassul. Kutawasali kwa majina ya watu. Lenyewe lina mjadala kidogo. Bila kujali ni nani anaingizwa humo ndani, ni mtume au sio mtume. Lina mjadala kwa Uislamu. Kwa wale wenye kufaa, wenye kusema lafaa kumuomba Mungu kwa kupitia jina la mtu, anasema lazima yule mtu awe mwema. Na ikiwa ni mwema basi haijalishi awe Mswahili au sio Mswahili, unaweza kaomba kwa jina lake. Kwa wenye kukubali tawassul maana yake. Sasa hapo kwanza tuelewe, kwa wenye kukubali hiyo tawassul maana yake ni kwamba huyo atakayekuwa anaingizwa kwenye hilo jina na kuomba kwa jahi ya fulani, kwa kupitia fulani, huyo mtu kwanza awe mwema. Asiwe muovu maana yake. Na ikiwa atakuwa mwema basi haijalishi awe Mwarabu asiwe Mwarabu, awe mtume asiwe mtume. Maana hata babu zangu mimi kama nina uhakika ni wema, naweza nikaomba hiyo tawasuli kwa kupitia jina lao. Lakini usikisahau, nimekuambia ni jambo lenye mjadala, kwa sababu kama tunakubaliana kuna Waislamu ambao pia wanasema hilo jambo halifai. Kwa maana hata kutumia jina la mtume kwenye kumuomba ni kumuomba Mungu tu. Usiseme naomba kwa sababu kupitia mtume. Naomba Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Wenye kukataza tawasuli wanasema kwamba hili ni kwenda kumuomba Mungu mwenyewe tu bila kuingiza majina ya watu wengine. Na wenye kukubali katika Uislamu wanasema unaweza ukaingiza jina la mtu mwingine sasa bila kujali ni nani, maadamu tu awe mwema. Sawa, hicho nilikuwa nauliza hivyo kwa sababu nilikuwa nafikiria kuhusiana na mababu zetu. Watu wanakuambia mimi ni Mwafrika na mimi ni Afrika na mimi ni Mungu wa mababu zangu, kwamba namuomba Mungu kwa jina la mababu zake. Sasa ndio nikasema kama tutakuwa tunatumia labda kama hivyo tunamtumia Yesu Kristo au tunamtumia Yakobo au Esau au tunamtumia Mtume Muhammad, je, si tunarudia yale yale ya kuomba kwa jina la mababu wa wenzetu? Sisi wetu tunawasahau. Kama utaenda sasa kwenye tawasuli kwenye Uislamu, ndio maana akasema hapa kuna haki. Ikiwa wewe utakubaliana na tawasuli, kwa maana kama wanaosema wenye kukubali tawasuli katika Uislamu, maana yake utaruhusiwa kuomba kwa jina la yoyote maadamu awe mwema. Sababu kwenye tawassul tunaelezwa kwamba mtu anaweza kuomba kwa kupitia matendo mema aliyoyafanya, au kwa kupitia watu wema, au kwa kupitia maajabu, yani viumbe vya Mwenyezi Mungu vile vilivyokuwa vyema. Umeelewa? Hao ni wenye kukubali tawassul. Sasa kwenye hili hoja ya kutumia majina ya watu kidogo hapa kuna mjadala. Umeelewa? Kwenye hoja ya vitendo mjadala haupo. Kwenye kitabu cha Riyadhus Salihin inaonekana kwamba watu waliomba kwa matendo yao. Kwa matendo yao. Mimi Bwana Mwenyezi Mungu niliwahi kumsaidia mtu kitu fulani. Nisaidie kwa lile nililofanya kupata hiki. Umefanya tendo ukaomba kitu kwa sababu ya kile ulichokifanya. Hiyo haina shida. Kutawasali kwa matendo. Sasa kwenye kutawasali kwa watu ndio kwenye mjadala ndani ya Uislamu. Ni swala kielimu kidogo hilo. Sasa ikiwa litakuwa lafaa, basi lafaa kwa kila mtu maadamu awe mtu mwema, bila kujali rangi yake, bila kujali kabila yake. Na ikiwa halifai kwa wote, bila kujali rangi. Kwa hiyo kwenye Uislamu hakuna kwamba babu fulani anafaa, babu fulani hafai, atajwe fulani asitajwe fulani. Atatajwa mtu kama inakubalika kwa mema yake, ikiwa ni Mwarabu au sio Mwarabu, Mswahili, babu yako, mimi babu yangu, kama ni mwema na ninakubali tawassul, basi naweza kuitumia. Ikiwa sikubali mimi tawassul, basi nitasema kwamba haifai, na haifai kwangu na hata kwa Mwarabu vile vile kuifanya haifai. Yani ikiwa huombi kwa jina la babu yako mwema, maana yake hutaomba kwa jina la Mtume Muhammad. Yani kama tawassul itakuwa imeondoka, basi imeondoka kwa kila mtu, yani kwa watu. Kama haipo imeondoka kwa wote. Kama ipo basi inaruhusiwa kwa kila mtu aliyekuwa mwema. Sawa. Sasa tunarudi pale pale. Ulisema kwamba kutembelea makaburi haikatazwi. Makaburi yanaheshimiwa. Nilikuwa nazungumzia kuhusiana na ile kwenda kuhiji au kwenda kutambika kwenye makaburi au kwenye milima ya babu zetu. Nikatolea mfano kwamba kuna watu wanaenda wana Israeli, kuna watu wanaenda Maka. Je, vile vitendo vinavyofanyika, heshima zinazofanyika Maka na zile heshima ambazo watu tunafanya labda kwenye machimbuko ya mababu zetu au vile vitu vinaenda kufanyika Israeli, sio kile kitu kimoja, isipokuwa watu wanatilia mkazo kwenye mizimu tuseme ya wenzetu zaidi kuliko mizimu yetu sisi, au tuseme miungu ya wenzetu au Mungu wa wenzetu kuliko Mungu wetu sisi. Kama tutaacha kwenda kwenye milima yetu au labda kwenye makaburi yetu sisi kama Waafrika, tukaenda Maka au Israeli.
Kwanza unaposema Mungu wa wenzetu unakusudia nini? Kwamba kila jamii imeumbwa na Mungu wake? Kwa hili swali nalouliza hapa nakuwa nimeweka kwa level hiyo, kwamba wao, yani inamaanisha kwamba mimi nilikuwa na Mungu wangu, lakini nimeona kwamba huyu hana nguvu, huyu wa wenzetu ndiye ana nguvu. Wewe unaamini kwamba kila jamii iliumbwa na Mungu wake? Hapana, siamini hilo. Naamini kwamba Mungu ni mmoja, ila nikitumia huo mfano naamini kwamba mimi yani nakuwa nimechukua concept kwamba huyu Mungu ambaye nilikuwa namwabudu tangu mwanzo, nikienda katika ile milima, hana nguvu kama huyu Mungu nikiondoka hapa kwenda Israeli au Maka alivyo na nguvu. Sasa kama unakubali kwamba Mungu alituumba, kwanza hapa kwenye hoja Mungu alituumba kama ni mmoja, basi uelewe aliumba Waarabu ndio alituumba sisi na ndio aliumba wazungu. Sawa. Tunaelewana vizuri hapo? Tuelewane hapo. Sasa kama Mungu aliumba Waarabu ndio katuumba sisi na ndio kaumba hata wazungu, ikiwa yeye atachagua sehemu moja katika sisi wote, kuna shida gani? Ile sasa ya kuondoka kwenda kule, kwani kuna kosa gani? Kwani si kwake kule? Kwamba huku kuna kwa kwetu sasa kuna kuwa sio kwake. Ndio tunakubali Mungu ni mmoja. Je, huyo Mungu yeye kule kwa Waarabu au kule kwa Wayahudi kafanya kuwa bora, au hata watu wanaoenda Vatican kafanya uko kuwa bora kuliko huku kwetu? Kwenye Uislamu hakuna fundisho la kwamba ardhi fulani ni bora kuliko ardhi nyingine. Ila kuna maeneo yanakuwa matukufu kuliko maeneo mengine. Nielewe vizuri. Yaani maana yake ni kwamba ukiwa unaishi Maka haimaanishi kwamba wewe ni mtu bora. Ila ile ardhi. Umeelewa? Ikiwa unaishi Maka haimaanishi kwamba wewe ni mtu bora. Na unaweza ukafika pale Maka pia ukafanya ibada, lakini bado usiupate huu ubora. Kwa hiyo ubora katika Uislamu hauko kwenye eneo, uko kwenye kutekeleza Mungu aliyoyapanga. Eneo linaweza likapewa baraka kwa yale yenye kutendeka pale, kwa sababu linatembelewa na watu wengi, lakini mwisho wa siku kinachotafutwa sio eneo kuwa la thamani zaidi. Kinachotafutwa ni imani yako kuwa ya thamani zaidi. Mfano, Mwenyezi Mungu ametueleza katika kuchinja. Ametuambia kwamba kwenye kuchinja ni jambo zuri sana. Lakini Mungu anataka nini kwenye kuchinja? Ataka damu au nyama? Yaani tukisema leo tunafanya kuchinja, Mungu anataka nini kwenye kuchinja? Damu. Kwani Mungu amekuwa jini anakunywa damu? Sijui, lakini wanasema kawaida damu ile. Sasa ndio concept mbaya sana zilizochukuliwa hizo. Kuchinja hakuna maana zaidi ya imani tu. Ile damu ile si ndio inayo? Hapana. Damu haina maana yoyote. Kwenye Qur'ani Mungu anasema Mungu hatafuti damu za wanyama, sura 22, suratul Haji aya kuanzia 38 kuendelea. Mungu hazimfikii kwake damu wala nyama, ila Mungu anachokitaka ni takwa. Takwa maana yake nini sasa? Ndiyo. Wewe baba yako akikwambia kaa chini, nikaka, anapata nini yeye? hapati chochote isipokuwa anapata tu kwamba huyu anaweza kanitii. Kwa hiyo anachokiangalia ni utiifu. Ndiyo. Kwa hiyo Mungu anachokiangalia ni utiifu tu. Okay. Ina maana sasa basi kama ni hivyo kwa kidogo, sababu hiyo hoja nimeingiza mpembeni. Hoja ya Maka sasa. Ndiyo. Mungu kukwambia nenda kafanye pale, kwa sababu hapa nimekupa ili unielewe vizuri. Nenda kafanye hija pale. Kufika kwako pale Mungu anaangalia umefika kwa imani. Unaweza ukafika pale na usipate chochote. Kwa sababu sio eneo lile linalombadilisha mtu kuwa bora. Ni Mungu ndiye anayembadilisha mtu kuwa bora. Na Mungu hambadilishi mtu kuwa bora kwa sababu ya kufika pale, ila kwa sababu ya utiifu wa kufika pale. Sio kwa sababu amefika pale, ila kwa sababu ya ametii. Unaweza ukaenda pale kama mtalii. Okay. Umeelewa? Lakini sasa uendaji wako pale sio unaokubadilisha wewe kuwa bora. Utiifu wako wa kufika pale ndio unakufanya bora. Kwa hivyo kwa maana hiyo sio eneo linalokufanya wewe kuwa bora. Matendo yako kwa Muumba wako ndio yatakupandisha wewe kuwa bora. Okay. Hii itakuwa utakuwa umenijibu swali langu la kwa nini sasa kule kuwe bora, yani kwamba Mwenyezi Mungu mimi nichukue concept kwamba Mwenyezi Mungu aliyesema niende Maka kule kunakuwa na ubora kuliko labda ningebaki huku kwangu, kwamba labda nilikuwa naenda kwenye mlima kule kwenye milima au kwenye makaburi ya babu zangu, niende huko kweli nikaangalia makaburi ya wenzetu. Kwenye makaburi unaenda kufanya nini? Nasema naenda kumomba Mungu, lakini nasema naenda kutambika. Sasa kilichokatazwa hapa ni tambiko na kuomba watu. Hata pale Maka ukifika pale wewe ukifika badala ya kumwabudu Mungu ukaanza kutambika kwenye makaburi ya wazee wa Kiarabu pale ni kosa.
Kwa hiyo issue ya kusema kwamba tuabudia mila, tuabudia makaburi, mizimu ya babu yetu, Waislamu hawana hiyo hoja mizimu. Wakifika kule kwanza sina uhakika sijui kaburi la Mtume Muhammad nalo lipo hapo kwamba huwa hawafiki kwenye hilo kaburi. Wanafika. Na hakuna heshima zozote zinazotolewa kwenye hilo kaburi. Wanatoa heshima. Kwani silikwambia kwamba kutembelea kaburi sio kosa na kuliheshimu kaburi ni wajibu. Yeah. Hata lingekuwa la Mwakisa Pile tungeliheshimu tu. Okay. Yeah. Kaburi lazima liheshimiwe. Huwezi ukalikalia kaburi. Na kulitembelea kaburi sio kosa. Ninachosema ni kwamba vile inavyoenda inafanyika kwenye makaburi ya tuseme mababu wa wenzetu. Yaani kinachonishangaza ni kwamba kwa nini kule ikafanyike kule? Mwenyezi Mungu ametuumba sisi, katumbia dini tangu mwanzo. Na sisi labda kama hivyo ninavyosema dini za mababu zetu au mababu zetu walivyokuwa wanafanya mwanzo, labda walikuwa wanaenda kwenye milima, walikuwa wanaenda kwenye makaburi, wanaomba wapate hizo nguvu, tuseme nguvu za Mwenyezi Mungu kupitia, yani wakiwa kwenye hiyo milima au kwenye hayo makaburi. Lakini tunatoka huku siku hizi tunaenda kwenye hayo hizo kwenye tuseme hayo chimbuko la dini za hizo ambazo tumeletewa. Ile tunaifanya ni sahihi? Je, pale hatuwaombe hao mababu wa wenzetu? Tunawasahau mababu zetu, sisi tunaomba mababu wa wenzetu. Nilieleza kwamba kuomba kaburi iwe Maka la babu yoyote wa Kiarabu au iwe Afrika ni haramu kwa mujibu wa Uislamu. Anayeombwa ni Mungu na wala haombwi hata Mtume Muhammad. Hawaombi wale maswahaba pale akina Umar, akina Abubakar, hawaombwi wale hata kidogo. Na mtu akifanya hivyo maana yake ameenda kinyume na Uislamu. Uislamu unafundisha kumuomba Mwenyezi Mungu, sio kuomba watu. Kumuomba Mwenyezi Mungu sio mizimu. Sasa hao wanaosema kwamba sijui tumezuiwa kuomba mizimu yetu, hakuzuiwa wewe, walizuiwa. Uislamu umekataza kuomba makaburi kwa Waarabu na wasio kwa Waarabu. Okay. Na ndio maana nikasema kwa maelezo haya ndio maana wenye akili wanakubali kwamba Uislamu si dini wala mila ya Kiarabu, ni dini ya Mungu. Sababu ingelikuwa inatuondoa kwenye kuabudu makaburi ya babu zetu, lakini inatupeleka kuabudu makaburi ya babu za Kiarabu, hata mimi singekuwa Muislamu. Sema hii ni dini ya kipagani,